Habari mtumishi wa Mungu. Leo ninakukaribisha tena kwenye tafakari nyingine nzuri ambayo ninaamini itakusaidia katika maisha yako. Kwanza kabisa tuweze kuomba. Baba mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, fungua akili na masikio ya msikilizaji na mtazamaji wa video hii ili akapate kuyajua hakika yaliyo mapenzi yako. Katika jina la Yesu, amina. Ninakwenda kuzungumzia kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 20. Kitabu aya ambayo imekuwa ikitumika vibaya na baadhi ya Wakristo na kufanya watu wakatoka na maana isiyokusudiwa katika andiko hili. Nitaisoma, naomba unisikilize kwa makini. Inasema hivi: nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Sasa watu wengi wanachukua kipande hiki cha mwisho ambacho kinasema huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa nini? Wa milele. Na wanalazimisha hicho kipande kimuweke Yesu katika eneo hilo. Lakini ukisoma haya hii vizuri kwa akili ambayo iko huru, kuna kitu fulani cha kipekee unaweza kukiona leo. Inaanza kwa kusema kwamba nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Hilo ni jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulifahamu, kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja. Alafu kitu cha pili, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli. Yaani huyo mwana wa Mungu ambaye tumeambiwa amekwisha kuja, ametupa akili mimi na wewe unayenitazama na kunisikiliza, ili tumjue yeye aliye wa kweli. Sasa huyo yeye aliye wa kweli sio huyo mwana wa Mungu aliyekwisha kuja, bali mwana wa Mungu aliyekwisha kuja ndiye ametupa akili mimi na wewe kumjua huyo mwingine ambaye anatajwa hapa kwamba yeye aliye wa kweli. Tunaendelea, anasema nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli. Mimi na wewe tunapoamini tunakuwa ndani yake yeye aliye wa kweli. Lakini kwa njia gani? Yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Kumbe tunapokuwa ndani ya mwana wake Yesu Kristo, tunakuwa ndani ya huyo ambaye Yesu Kristo mwana wa Mungu ametujulisha, ametupa akili mimi na wewe kumjua huyo ambaye anaitwa yeye aliye wa kweli. Lakini kitu kingine ambacho tunajifunza katika aya hii ni kwamba huyo yeye aliye wa kweli Yesu Kristo ni mwana wake. Ndio maana anasema nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mwana wa huyo anayeitwa kwamba ni yeye aliye wa kweli, ambaye Yesu Kristo mwana wa Mungu ametupa akili mimi na wewe ya kumjua huyo ambaye anaitwa yeye aliye wa kweli. Alafu mwisho anasema huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Nani sasa Mungu wa kweli na uzima wa milele? Huyo ambaye mwana wa Mungu ametujulisha, ametupa akili mimi na wewe kumjua kwamba ni yeye aliye wa kweli. Na akili hii tuliipata lini? Akili hii tuliipata katika kitabu cha Yohana 17 na mstari wa 3. Lakini kabla ya kusoma mstari wa 3 nitasoma wa kwanza ili upate kujua ni nani anayezungumza hapo. Anasema maneno haya, mstari wa kwanza 17:1. Maneno haya aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kwa hiyo tunapata jibu kwamba kumbe Yesu alisema haya na akamtaja baba yake. Na kumtaja baba yake maana yake Yesu anathibitisha kwamba huyo anayemtaja ni baba yake na yeye ni mwana wa huyo anayemtaja. Sasa nenda katika mstari wa 3, anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo kumbe Yesu Kristo sasa ambaye tumemwona kule ni mwana wa yeye aliye wa kweli, anatuambia uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma, ambaye ndo alimzungumza kule. Mungu akubariki katika jina la Yesu, amina.